Kama una cheti cha kuzaliwa cha zamani na unahitaji kukibadilisha, leo nimekuletea hatua za kubadilisha cheti chako mwanzo hadi mwisho, jinsi ya kuweza kuomba cheti kipya. Nenda kwenye Start New Application, kisha utaenda Old to New Certificate na utaanza kujaza taarifa zako. Taarifa za kwanza ni za mtoto, yani child information, na kuna maelezo ya kutosha hapa. Kuna prim number ambayo ni primary na prims number ambayo ni secondary, kuna e-notification, kuna passport number, kuna voter ID na not available. Sasa hapa utaweka kila ambacho uko nacho wewe. Kama una passport number utaweka, na kama una piga kura utaweka, na hizo zingine. Kama hauna utaweka not available. Kisha tunaenda kujaza taarifa za mtoto anayeomba cheti. Jina la kwanza utajaza, lakini kuna sehemu ya jina la pili ambalo ameandika middle name, na kisha kuna jina la tatu, lakini una sehemu imeandikwa other name, unapaswa kujaza kama una majina mengine, na kisha utajaza seksi, kama ni female au male utajaza tarehe yako ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, namba ya simu, email, na kuna nafasi, wewe uko katika nafasi gani? Kama ni mwanafunzi utajaza, kama ni umeajiriwa utajaza kitengo chako, kisha utajaza sehemu ya education, kiwango chako cha elimu, kama ni university, kama ni primary, kama ni sekondari utajaza kiwango chako cha elimu, kama hujasoma pia utajaza. Na hapa kuna swali lingine anasema born alive, na kuna sehemu pia ya old entry number, utajaza namba ya cheti cha zamani. Kisha utaenda place of birth, wapi ulizaliwa, nchi ni Tanzania, utaandika mkoa gani, wilaya yako uliyozaliwa, kata, mtaa, na hapa imeandika type of birth. Type of birth utaandika kama ni single au ni mapacha mlizaliwa utajaza, na place of birth utajaza ulizaliwa hospitali au nyumbani, na ukishajaza hivyo itakuletea ujaze taarifa za hospitali uliozaliwa. Kwa hiyo taarifa hizi za place of birth unajaza eneo ulilozaliwa, ikiwa ni hospitali utajaza eneo la hospitali hiyo. Lakini kuna child place of domicile, hapa ni makazi ya mwombaji wa cheti. Kama ni Tanzania utajaza utajaza mkoa wako unaoishi, wilaya, utajaza kata, mtaa na physical address pamoja na nationality. Kama ni Mtanzania utajaza Tanzania. Baada ya hapo tutaenda continue, na kwenye continue tutaenda taarifa za mama. Hapa tutajaza taarifa za mzazi ambaye ni mama, utajaza kama anampiga kura, kama ana passport number utaweka, kama hana utaandika not available ili uweze kuendelea na application, na utajaza taarifa zake, majina yake, jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, kazi yake au nafasi yake, elimu yake utajaza, kisha utajaza eneo analoishi, makazi yake. Kama tulivyojaza kwa mtoto utajaza pia kwa mama, na kisha utajaza taifa lake kama ni Mtanzania, na utajaza country of birth, alizaliwa nchi gani utajaza. Baada ya kuwa umejaza taarifa hizo utabofya neno continue na utaendelea na application yako ambayo ni kwa mzazi wa kiume ambaye ni baba.
Haya, taarifa za baba ndo kama hivi zinavyoonekana. Utachagua pia ana kitambulisho kipi, kama ni passport namba, kama ni voter ID yani mpiga kura, na kama hana utaweka not available. Kwa hiyo utaendelea kujaza taarifa za baba kama inavyoonyesha: majina yake, jina la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, tarehe ya kuzaliwa, namba ya simu, email, kazi yake au nafasi yake, lakini utajaza elimu yake ni kiwango gani. Kisha utaenda makazi, baba anaishi wapi, wilaya, mkoa, kata na mtaa. Physical address pia physical address utajaza, lakini taifa lake kama ni Mtanzania, na mahali gani alizaliwa, kisha utabofya kuendelea. Kisha ni informant relationship. Sasa hapa ni sehemu ya mtoa taarifa, anaweza akawa ni mama, ni baba, ni kaka, ni dada au ni mwenyewe. Kwa hiyo kama ni mwenyewe utajaza self, na kama sio mwenyewe ni mtu mwingine anayekutolea taarifa ndiye atakayejaza taarifa zake. Kisha tutaendelea na taarifa zingine. Hapa ni pick up office. Unataka cheti chako kishughulikiwe katika ofisi ya wapi? Ya RITA. Kama ni Mwanza utajaza Mwanza, utajaza wilaya gani. Kama ni Ilemela utajaza Ilemela. Kama ni Ilemela alafu kuna RITA ofisi utajaza RITA Ilemela. Hapa ukijaza hivyo ina maana cheti chako kitashughulikiwa pale na utaenda kuchukulia katika hilo eneo ulilojaza kwenye pick up office. Kipengele kinachofuata ni attachment. Hapa ameandika uweke at least file 2, yani uweke attachment kuanzia 2, ndipo utaweza kuendelea, na zisipungue na zisizidi KB 512 ambayo itakuwa ni PDF. Tofauti na PDF hautaweza kuziattach. Kwa utajaza taarifa zako hapo. Kama una cheti cha kuzaliwa utaweka, kama ni kitambulisho cha mwombaji cha mpiga kura au cha utaifa, kama ni pasi ya kusafiria, kama ni kadi ya kliniki, utakubali masharti na then utabonyeza continue ili uweze kupata control number, na baada ya kuwa imeprocessiwa control number utaiona, kisha utalipa kiasi ambacho kinatakiwa, ambayo ni 7,000 kwa wale wanaofanya mabadiliko ya vyeti. Baada ya hapo utapewa fomu, utaidownload na kisha utaisaini. Baada ya kusaini kama inavyoonekana hapa sehemu ya kusaini, utaweza kuirudisha tena kwenye mfumo, utaskani. Then baada ya kuskani utarudi kwenye mfumo, utaattach kile ulichoskani. Baada ya kuwa umeattach upload na utapata ujumbe congratulations, your application is complete. Hapo utakuwa umemaliza kufanya maombi ya kubadilisha cheti cha zamani kuja cheti kipya.